بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa Jumada al-Akhirah mwaka 1439, katika darasa ya kitabu Akhlaqul Ulama للإمام الآجري رحمه الله تعالى. tuendelea باب ذكر ما جاءت به السنن والآثار من فضل العلماء في الدنيا والآخرة. جانا tulisoma athar au hadith katika hadith ambazo tulizosoma, ingawa kile ambacho tulipanga kusoma haikuwezekana sababu ambazo mwazifahamu. Moja kwa moja tutaanza leo pale ambapo tumepaacha jana. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن موسى ابن زنجويه القطان قال حدثنا هشام ابن عمار الدمشقي قال حدثنا حفص بن عمر عن عثمان ابن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما سلك عبد طريقا يقتبس فيه علما إلا سلك به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا عنه، وإنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. قوله من سلك أو ما سلك عبد طريقا، قوله طريقا يشتمل الطريق الحسي الذي هو المشي على الأقدام لمجالس العلم وأماكن التعلم. hapa katika tariqi yaingia ndani yake njia hisi, njia ambayo tutaiona, ile njia ambayo mtu hutembea kwa miguu yake akaenda mpaka kwenye vikao vya ilmu kukaa, au katika sehemu ambayo kwa fundishwa ilmu katumia njia yote kufika katika sehemu kama ile. hii ni tariq. ويشمل أيضا الطريق المعنوي الذي هو الجلوس للعلم وحفظه ومذاكرته والتفقه في مسائله، فهذا أيضا من سلوك طريق العلم. كذلك ينجي لنياك الطريق المعنوي، njia ambayo ni maanawi ya kupata ilmu. Njia hiyo ni ipi? Kule mtu kukaa kwa ajili ya ilmu, kuhifadhi, kurejelea, kufahamu masaili ya ilmu. Haya yote ni katika kufuata njia ya ilmu. فكل ذلك داخل في الطريق، yote yaingia katika mtu kufuata njia ya kuipata ilmu. قوله إلا سلك به طريقا إلى الجنة، أي أن سلوكه لطريق العلم يفضي به إلى الجنة. kule kufuata kwake talib alilm
njia ya kuelekea peponi, humsaidia katika kupata njia ya kuelekea katika janna. Tafuta ilmu, katika kutafuta kwake ilmu yampa njia ya kuelekea janna. لأنه إذا تعلم عرف الدين وتفقه وعرف الحلال والحرام وأبصر الجادة. وسباب mtu anayetafuta ilmu katika hali ya kuitafuta ilmu ndio huifahamu dini yake na kuielewa na kujua halali na haramu, akaiona njia ya sawa. وعرف الصراط المستقيم المفضي إلى رضوان الله وإلى الجنة. na pia kwa kutafuta ilmu huijua njia iliyonyooka inayomfikisha mtu katika janna, katika radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. وكانت خطواته ثابتة على الحق والهدى. pia humpa thabat, akabakia katika haki na uongofu. وعرف من عظمة الله وكماله وجلاله ما يقتضي تعظيمه وخشيته وحسن الإقبال عليه سبحانه وتعالى. na pia hujua utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala, ukamilifu wake, jambo ambalo lampelekea yeye kumaadhimisha na kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kuelekea vizuri kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا كله يفضي به إلى الجنة. mambo yote hayo kitizama yamuelekeza mtu akaishia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. فالعلم والعناية به طريق يفضي بصاحبه إلى الجنة. هي علم ambayo leo wengi katika watu waidharau, wakaiona kuwa ni ilmu duni, kwa sababu wanaosoma ilmu kama hiyo wamezoeleka kuwa ni watu duni katika mujtamaa. غير أني في زمان من يكن فيه ذو مال فهو المولى الأجل. tu katika zama ambazo anayekuwa na mali, anayekuwa na dunia, yeye ndio anayechukuliwa ni mtukufu, ni mbora, kinyume na zama zilizopita walikuwa wakitathmini heshima ya mtu kwa ilmu aliyoibeba. Lakini leo aweza beba mtu ilmu ya kidunia pengine ambapo haiwezi kutekelezwa ilmu kama ile. Ni kama usome ilmu ya jambo fulani ambalo halipo hapa, mfano halipo hapa Afrika, ni elimu tu nadharia yafundishwa darasani, kasoma mpaka ukawa profesa, engineer. Ushaona engineer wa Kenya atengeza gari, amevumbua, huwa ni vitu vidogo vidogo tu vile ambavyo vipo, vilobakia vabakia vitabuni, mfano tu unatoa. Lakini akisema mahali mimi nina PhD katika engineering, na wewe ukatoka pale ukasema mimi nahifadhi Alfiyat ibn Malik na mmehifadhi matni kadha wa kadha, mmehifadhi Qur'an, sawa, wewe utaheshimiwa, lakini msikitini nikana hakuna chochote, si ndio mjtamaa unavyoishi. Lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mizani ni tofauti kabisa. Kule huangaliwi una
shahada gani ya dunia, kinachoangaliwa ni amali yako njema. Na miongoni mwa amali tukufu kabisa ni kutafuta ilmu ya kisheria. Mtu anayebeba ilmu ya kisheria atakuwa mwanachuoni hapa duniani, kaburini na kesho akhira, mpaka watu watakapofufuliwa. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث. سكوى قيامة الله سمع وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. bado ilmu yao vile vile, wasifika kwa nani, ni wana wa vioni. Lakini wewe tafuta ilmu ya dunia ambao si makosa kuisoma, lakini soma mpaka macho yaingie ndani, ukose macho kabisa, uone kama utaitwa waqala alladhina utul ilma huko uisabiki kama ni msomi. Kwa sababu ilmu kama hiyo washirikiana waislamu na makafiri, bali huenda makafiri wakawa na ilmu hiyo zaidi kuliko nani, kuliko waislamu. Lakini ilmu ya kisheria, anayebeba ilmu hii akaielewa na kuifuata ilmu hii, ni njia ya kumfikisha yeye katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. yufdhi bisahibihi ila aljanna. Lau kama watu wangelikuwa hili jambo na yakini nalo, wangemiminika katika sehemu zinazotafutwa ilmu ya kisheria na kuitafuta ilmu kama hii. Lakini siku zote ndio inavyokuwa, kile ambacho kina thamani watu wakiona. Allahu musta'an. قوله وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا منه رضا به، أي رضا بما يصنع من العناية بطلب العلم وتحصيله. رضا عنه يعني رضا به، وكراذنا يه، وكراذنا kile anachokifanya katika kujishughulisha na kutafuta ilmu na kuipata ilmu. وهذا تواضع من الملائكة وتوقير لطالب العلم واحترام له. na hii ni tawadhu, kunyenyekea kwa malaika, unyenyekevu waliokuwa nao, na kumheshimu talib alilm. Talib alilm apewa heshima yake hasa na malaika wa Allah. تضع أجنحتها لطالب العلم، والحديث على ظاهره تضع أجنحتها، والملائكة لها أجنحة، ملائكة وننباو. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. Malaika wanambao, zile mbawa zao huzikunja na kuziweka chini wanapomuona mwanafunzi anayekwenda kuitafuta elimu. وكل هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم شحذا للهمم في طلب العلم. تكوامشا kuwatia watu himma katika kuitafuta ilmu kisawa sawa. Na ndio malengo ya Mtume sallam kuyataja haya yote, ili Muislamu anapoyasikia aingiwe na himma ndani ya moyo wake, himma ya kutafuta ilmu. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا الصعق بن حزن قال حدثنا علي بن الحكم عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش قال حدثنا صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني جئت أطلب العلم فقال مرحبا يا طالب العلم إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا سماء الدنيا من حبهم لما يطلبون. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الواحد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه فقال ما جاء بك؟ فقلت جئت ابتغاء العلم. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل خرج من بيته ليطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا لما يصنع. ثم أورد الإمام الآجري رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه. كشا كتاجة المصنف رحمه الله حديث يا صفوان بن عسال رضي الله عنه وأرضاه، وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العلم. huyu sahaba alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kutafuta ilmu. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا يا طالب العلم. وكلمة مرحبا هذه ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. هي كلمة مرحبا Kiingereza wasema welcome, Kiswahili wasema karibu, ingawa katika lugha ya Kiarabu neno hili lina maana pana zaidi kuliko kumwambia mtu karibu. Huko kwetu waweza kuambiwa karibu, maana yake si karibu, maana yake ni pita vizuri njia yako. Na ni katika urfu yajulikana, mtu akiwa yuwala kuambia karibu usiende basi kula, hajamaanisha njoo ule. Karibu ni maneno ya urfu yaeleweka, na ni makosa kama anasema Sheikh Ibn Uthaymeen, mtu akakwambia tafadhali na wewe wajua hali yake hawezi yule, usijifanye umeielewa moja kwa moja, acha nende nikali. Neno latumika katika urfu. ومتفضل يا أخي جزاك الله خيرا الله يبارك hata kama una njaa barakallahu fik. Sasa pengine ndio kile alichonacho kimtoshi, lakini ni msemo ambao karibu bwana, karibu wala hakukupangia wewe, umepita njia tu. Na kuna mwingine akakwambia karibu, karibu kweli amekualika kwake, akwambia karibu ndani, sawa amekualika. Kwa hivyo hili neno marhaba ilikuwa likitumika na Mtume sallallahu mara nyingi في تلقي الوفود القادمة إليه صلى الله عليه وسلم لطلب العلم والتفقه في دين الله تبارك وتعالى، haswa kwa makundi ya watu wanaokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kutafuta ilmu. tafuta ilmu ya dini, تفقه في دين الله تبارك وتعالى. ومن ذلكم الحديث المشهور حديث وفد عبد القيس، وهو في الصحيحين، لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، kawakaribisha wamekuja kutafuta ilmu, hawatapata khazai katika ulimwengu, hawatabeheneka na kudhalilika katika ulimwengu, wala nadama
wala hawatajuta kwa kile walichokuja kukitafuta. وهذا فيه أن من يأتي ويقدم لطلب العلم يرحب به. na hapa tupata faida kwa mwenye kuja kwa ajili ya kutafuta ilmu ukaribishwa ili atafute ilmu. Ingawa hii ilikuwa katika asri ile ambayo watu walikuwa ni wakweli, leo ili mtu aje kutafuta ilmu ahitajika aangaliwe ni nani anayekuja kutafuta ile ilmu. Sababu wapo miongoni mwa watu ambao ni waharibifu. Kuna siku nakumbuka hapa tumekaa tusoma, kaja kijana mmoja akakaa kwenye halqa, na huu ni msikiti, huwezi kumwambia mtu toka wala humjui. Sasa mtu amaliza kuswali akuja nkaa, nyinyi mmekaa mmetulia hivi yeye kila ninachokizungumza ajifanye akimalizia, soma aya aimalizia yeye, kuuliza swali yeye ndo kwanza kunyosha mkono ajibu. Mmaliza hapa kanifuata pale kando. Ile lugha yake tunavyozungumza mimi nimemuogopa. Huyu ana utapeli. Mimi talib ilmu na nimekuja hapa kutafuta ilmu kutoka mbali sana. Allah amenileta paka hapa. Watu waseme hivyo, Allah waleta paka hapa. Yani alikuwa hajui kama hapa watu wasomeshwa. Ameletwa tu paka hapa. Sio ameletwa kutoka wapi. Simeendetwa. Sio Jabria. Alhasil ameletwa. Sasa bwana mimi nataka kutafuta ilmu. Mbona nani wakujua hapa katika hiyo? Hakuna mtu anijua, mimi natoka mbali sana, bara sijui wapi huko. Mnitajia mahali mbali sana. Sawa, lakini utakuja hapa kila baada ya swala utapata darasa. Nikaondoka. Wako baadhi yao nafikiri wakumbuka ambao walikuwepo. Nilipoondoka kabakia na wenzetu hapa. Mara wenzetu wala ashana yeye yuko hapa. Mimi pia ustadhi ananiambia mbaki hapa. Na muongo. Jamaa kala pale alipomaliza kula kiangalia jamaa wako juu huko. Akashuka chini akabeba laptop ya kurekodi darasa hapa. Akaingia nao chooni akawacha begi lake kule na waya, na nionyesha hata ni mshamba ajui kompyuta yashwa vipi. Akaibeba ile kompyuta peke yake, huyo akakimbia kenda zake. Hawa wakuambiwa marhaba. Sasa kwa sababu ya matukio kama haya, ama mtu pengine kakimbia huko kafanya msanga sijui wapi huko, ashaua ashafanya nini, mtakimbia hapa changa kae msikitini pale nifanye mimi sasa msomi mkubwa tafuta darasa. Ndio maana ikhwa wakashurutisha kuwa mtu awe na nini, tazkia, ajulikane yatoka wapi. Ikiwa hana tazkia ya mtu ambaye yumfahamu katika tulab alilm na ujulikana, basi aje na tazkia ya chifu, ende kwa chifu wake huko aliko, amwandikie barua kwa hana matatizo yoyote, kisha ile muhuri ile alete. Ikitizamwa hivi chifu nchukua dhamana, likitokea jambo lolote uchifu utajipanga. Lakini wewe ushajitoa kabisa katika ile jukumu. Lakini wallahi watu waliishi katika asr ya neema salaf. Watu walikuwa na ikhlas katika talab alilm, tulubuna alilm bil ikhlas, na ndio maana wakafika kule walikofika. Wallahu musta'an. Almuhim, anayekuja katika kutafuta ilmu atakikana akaribishwe. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم ونهجه مع من أتى لطلب العلم. وندي وصية ومتوم صلى الله عليه وسلم, na ndio mfumo wake akiamiliana na wale wanaokuja kutafuta ilmu. وأن من سلك طريقا لطلب العلم لا يخزى ولا يندم. hii ni guarantee haitoa mtume sallam, غير خزايا ولا ندامة.
mwenye kutafuta ilmu ya kisheria hatapata khazai hapa duniani wala hatajuta maisha yake. Huwezi kujuta. Na hili ni jambo ambalo lajulikana hata kwa wale ambao husoma katika madaris na huku yosoma shule skuli. Utaona yule mzazi mtoto aweza kumlipia madrasa, amlipia madrasa, mwisho wa kwisha amfeli, hakufanya bidii, amfeli. Lakini kwa kuwa ni Muislamu yule mzazi aamini ndani ya moyo wake kwa kile alichokitoa hakukitoa bure, atakipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ukimpeleka mwanawe madrasa ama kwenye halqa ya ilmu ukamgharamikia kile utakachogharamika, hakuna siku hata moja utajuta kuwa natoa sababu wajua utazipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa tuje upande wa pili. Jamaa katoa kakopa, katoa mpaka mfika darasa la 8 kwa mfano, sijui sasa ni ngapi, ama mfika form 4. Akimaliza sasa kaanguka vibaya sana, yani hafai kabisa, kaanguka kila kitu mpaka ya kelele kelele, mwanzo mpaka mwisho kelele tu. Mwana mzazi sema nini? Najuta, afadhali ningenunua mbuzi nikazifuga, ingelikuwa leo kuna nini, kuna kitu nyumbani, ningekupa kazi wewe ukawachunga wale mbuzi. Najuta, ningefungua mradi fulani, sio? Lakini ilmu ya dini mahma kan, Mtume صلى الله عليه وسلم ghair khazaya wala nadama. Huwezi kujuta hata siku moja, hata siku moja ujuti. Lakini huko samani bwana, waweza kusoma vizuri sana na ukapita, asijute yule mzazi kwa kuwa umepita. Lakini pia aweza kujuta upande mwingine. Sasa mtoto awe hakusoma dini yake, hajui thamani ya yule mzazi. Amepata kazi nzuri, ameoa mke mzuri, ana watoto wake, ana nyumba yake, baba kule na mama tabu zao nzao wenyewe, kama vile mwanzo mpaka vile sasa hivi endelea tabu zao, shauri zao. Kwa nini? Amelelewa kuwa yeye, mwanangu fanya bidii, utapata kazi yako, utapata mke, utakuwa na watoto, utakuwa na nyumba yako. Mwisho anamka sema hii nini yangu. Kwa hivyo hawezi hata siku moja kumfikiria mzazi, bado mzazi najuta, bado wajuta, siampasi, utajuta hivyo hivyo. Sasa utaka kumsomesha dini peke yake ndio yasomeshwa na mtu asijute peke yake, jua hilo. Kwa hivyo hata utaka kumsomesha dunia, hakikisha umsomesha nini, dini yake aifahamu, amtambue nani Allah subhanahu wa ta'ala, atambue haki za wenzake katika wanadamu. Hayo yote hawezi kuyajua mpaka asome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. bal la yara illa alkhair alazim, mwenye kutafuta ilmu ya kisheria haoni isipokuwa khairi kubwa, wan naf'u alamim wal baraka fi dunya wal akhirah. wallahi baraka fi dunya wal akhirah. bora mtu ana subra, tafuta ilmu, ataiona baraka yake fi dunya wal akhirah. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم الترحيب لمن جاء لطلب العلم. kwa katika uongofu wake Mtume sallama aliyotuletea kuwakaribisha wale wanaokuja kutafuta ilmu. wala siyama bihadhihi alkalimati alazima almubaraka, marhaba. msemo hadhari wameushika mpaka kwenye simu zao wengi wao. Ukimpigia simu kitu cha kwanza marhaba. Huku kwetu simu halo ndio kwetu sisi ni halo maana yake nini? Basi watu wasema na sisi pia tubeba hili neno. Ni sunna Mtume sallallahu alikuwa akitumia marhaba. Naam, mtu apenda kujifananisha na sisi pia tuonekane tumo, watu wamo na sisi tumo. halo nyingi sana, wallahu musta'an.
nini maana ya marhaba? هذه الكلمة كلمة ترحيب, ni kalima ya kukaribisha. أي حللت مكانا رحبا تسعك الصدور قبل الأمكنة, umeshukia sehemu ambayo ni kunjufu, kunjufu kiasi cha kuwa nyoyo zimekupokea na zimekupokea kwa ukunjufu kuliko ile sehemu. Kabla ile sehemu unaoshukia, mwanzo tumekupokea na nyoyo zetu kabla ya kukuweka katika ile sehemu uliyoshukia. فهي كلمة ترحيب ومؤانسة للقادم, ni kalima ya ukaribisho na asihisi pweke yule aliyekuja. wa annaka halalta baina ikhwanika wa baina ahibbatika, umeshukia sehemu ni ndugu zako ulishukia kwao, ni jamaa zako wanaokupenda. هذا الذي تعنيه هذه الكلمة العظيمة, ndio maana ya kalima adhima. فكان يتلقى طلاب العلم عليه الصلاة والسلام والوفود القادمة للتفقه في الدين والسؤال عن الدين بهذه الكلمة مرحبا. الشيخ ربيع حفظه الله تعالى أنا كتاب مجلد كيتوا مرحبا يا طالب العلم, كزوري سان مرحبا يا طالب العلم, ndani yake kuna nasaha nyingi sana kwa talib al-ilm. قوله صلى الله عليه وسلم الملائكة أو وضعت له الملائكة أجنحتها رضا لما يصنع. na katika riwaya nyingine إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ سماء الدنيا من حبهم لما يطلب. قوله من حبهم لما يطلب أي رضا بما يصنع, محبة لما يصنع طالب العلم من الاشتغال بطلب العلم والعمل على التفقه في دين الله تعالى. رضا بما يصنع, ukiwaridhia kile anachokifanya yule mwanafunzi, wapenda kile kitendo anachokifanya yule mwanafunzi, kujishughulisha na kutafuta ilmu na kuifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. وفي الأثر الثاني قال زر بن حبيش أتيت صفوان بن عسال فقال ما جاء بك؟ قال جئت ابتغاء العلم, فذكر له هذه الفضيلة, فامتجيه فضلا kuwa mmsikia Mtume صلى الله عليه وسلم ما من رجل خرج من بيته ليطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا لما يصنع. وهذا يستفاد منه أن طالب العلم ومن بدأوا في التلقي للعلم ينبغي أن يوقفوا على هذه الأحاديث. hapa tupata faida kwa talib alilm, na kila ambaye ataka kujishughulisha na ilmu ndio yuanze, atakikana aonyeshwe na asomewe hadithi kama hizi. kwa nini? لأن هذه الأحاديث تساندهم وتشد من أزرهم وتعينهم على المواصلة في الطلب. hadithi kama hizi zawatia moyo ili wazidi kuwa na motisha ya kutafuta ilmu na kuendelea kuitafuta ilmu. Na ndio mara nyingi husema kuwa ukiona kuna futur, kwa azma yako ya kutafuta ilmu imeshuka, ule moyo wa kutafuta ilmu umeshuka, soma ayat na ahadith zinazohimiza kutafuta ilmu. Soma sira ya salaf na namna walivyokuwa na bidii katika kutafuta ilmu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu asafiri kutoka Madina kwenda kule atakakokwenda, safari ya mwezi mzima mpaka Sham kwa ajili ya hadithi moja pekee yake, hadithi moja pekee yake ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini alijua qimma ya ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akatoka kwenda kuisikiliza. Leo mtu kutoka kwake
mpaka ile sehemu ya kutafuta ilmu labda shilingi 20 tu, haimchukui hata nusu saa kuchukua. Mjue ule msikiti wenu uko mbali ule, wewe si talib ilmu aslan, anta mش talib ilmu. يعني kuna watu watojisifu tu sisi طلاب العلم. يا اخي انت عام من عوام اهل السنه، الحمد لله عام من عوام اهل السنه. sema talib ilm ومنا mtu ameketi kwenye darasa hata daftari ana wala kalamu ana, wewe ni talib ilm gani? talib ilm kutoka wapi? ikifika jambo la kuhifadhi haifadhi. ايش من طالب هذا؟ ما هو طالب، هذا عام من عوام اهل السنه. الحمد لله. aenda kusikia jua hii ni halali ni haram, basi leo umetoka na faida hii, kesho hii, alhamdulillah. lakini kusema talib yatafarragh li talab alilm, mtu yatafarragh kwa ajili ya kutafuta ilmu, yahfadh, yudhakir, yuraji', huyo talib ilm. mpaka kujifikia sisi kujiita talab alilm, hebu tujiangalie vizuri, tushafikia daraja ya kusema huyu ni talib ilm kweli? wewe ni msikilizaji, tukubali tu ile usikilizaji basi, alhamdulillah, angalau muhibban mustami'an. Mimi katika wale napenda na nasikiliza. Kuna wengine hupenda wasikilizi kama ni ubishani tu, ni ubishani. mtu animbii lolote kuhusu masalafi bwana, wale ni jamaa zangu bwana, hata ukasema nini mimi najua wao nao jawabu, hata kama mimi sijui. Mimi najua wakija watakujibu, watakunyamazisha, na kweli si uongo, sababu ni haki. lakini yatakikana uende ukatafute ilmu ili ufahamu vizuri dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hizi nusus zitakana zisomwe kwa watu wanaotaka kutafuta ilmu, huenda zikaamsha ule moyo wa kutafuta zaidi ya ilmu na kuendelea kutafuta ilmu. ولهذا ذكر له رضي الله عنه هذا الحديث حتى يشد من أزره ليستمر في طلب العلم. angalia hapa Safwan ibn Assal al-Muradi radhiyallahu anhu akamtajia hadithi ili azidi kumtia himma yule kijana Zirr ibn Hubaysh aweze kutafuta ilmu. Endelea kutafuta ilmu, sababu nimemsikia Mtume sallam akisema kadha, shaka msomea hii hadithi. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. نسأل الله ينفعنا ما علمنا ويزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.